Khamenei kuchukua nafasi ya babake Ayatollah Ali Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo. Hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hajafurahishwa na uteuzi wa Iran wa Mojtaba kama kiongozi wake mkuu mpya. Mtangazaji Brian Kilmeade wa shirika la habari la Fox News amesema kwamba alizungumza na Rais Trump baada ya tangazo hilo, ambaye alisema sijafurahia. Hayo yakijiri, BBC Persian imekuwa ikisikia kutoka kwa watu ndani ya Iran kuhusu jinsi walivyopokea habari za uteuzi wa Mojtaba Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa nchi yao. Mwanamke mmoja uko Tehran mwenye umri wa miaka 40 anamtaja Mojtaba kama mbaya zaidi kuliko baba yake. Mwanamke mwingine vile anasema kuwa yeye ni mbaya zaidi na mwenye ukandamizaji mwingi kuliko baba yake. Nchi mbalimbali duniani zinajitayarisha kukabiliana na hali ngumu, huku bei za mafuta na gesi zikiongezeka na masoko ya hisa yakidorora. Nchi za Afrika nyingi zikiwa zinategemea uagizaji wa mafuta kutoka nje zimeanza kupitia athari za kutatizwa kwa usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sarafu ya Afrika Kusini na Misri zimedhoofika, huku hofu ya mfumuko wa bei ikienea. Serikali kadhaa bara Asia zimeharakisha kuchukua hatua ili kupunguza athari, kama vile Bangladesh imefunga vyuo vikuu vyote kuanzia Jumatatu kama sehemu ya hatua za kuokoa umeme na mafuta. Nchini Ufilipino, serikali imetangaza wiki ya kazi ya siku 4 kwa wafanyikazi wa serikali. Korea Kusini na Ufilipino vile zimeonya wananchi dhidi ya kuhifadhi bidhaa kwa wingi. Watanzania zaidi ya 200 mchana wa hii leo wamerejea nyumbani kwa ndege maalum ya shirika la ndege la Tanzania baada ya kukwama huko Dubai kwa muda kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Shirika la ndege la Tanzania ATCL linasema kwamba si kawaida wao kutuma ndege kubwa huko Dubai, lakini kutokana na uhitaji mkubwa imebidi kufanya hivyo na huenda wakatuma tena ndege nyingine siku za karibuni. Zaidi na Ahmed Bahaj. Afisa uendeshaji mkuu Captain Arif Jina amesema ndege hii ilikuwa ni ya gharama nafuu, sio bure, na abiria wote waliopangwa kuja wamekuja, licha kwamba wamelazimika pia kuacha mizigo. Mashirika ya ndege ya kimataifa yaliahirisha safari za kuelekea Mashariki ya Kati tangu Iran ilipoanza kulipiza kisasi hatua ya Marekani na Israeli dhidi yake kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani zilizo katika mataifa ya Kiarabu katika eneo hilo. Ndege zinazoingia na kutoka katika viwanja vya ndege vya Tel Aviv, Dubai, Doha na vituo vingine vya kimataifa katika eneo hilo zimesitishwa. Iran imefanya mashambulizi katika mataifa ya Ghuba kama sehemu ya kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani na Israeli yaliyoanza mapema Jumamosi tarehe 28 mwezi Februari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ufaransa imesema itatuma meli 2 za kivita zaidi kama sehemu ya mpango wa kijasusi wa Umoja wa Ulaya katika eneo la bahari ya Shamu. Tangazo hilo lilitolewa na Rais Emmanuel Macron alipokuwa akitembelea eneo la Cyprus, ambapo kambi ya kijeshi ya Uingereza ililengwa na droni iliyotengenezwa na Iran wiki iliyopita. Alisema kuwa Umoja wa Ulaya inaandaa misheni ya ulinzi ya kuwalinda. Alizungumza baada ya kukutana na Rais wa Cyprus Nikos Christodoulias na Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis. Aliongeza kuwa pale Cyprus inaposhambuliwa, basi Ulaya pia inashambuliwa. Ghana imetoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola kulaani shambulio la makombora la hivi karibuni dhidi ya ujumbe wake wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon. Akizungumza katika mkutano 26 wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Madola huko London, waziri wa mambo ya nje Samuel Okudezo Abalakwa ameonya kuwa vitendo kama hivyo vinajumuisha uvunjifu wa kila kanuni ambayo inatetewa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Agnes Penda anaeleza. Wanajeshi wa Ghana walikuwa wakihudumu katika kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, yani UNIFIL, wakati kituo chao kilipopigwa na makombora baada ya uhasama kuongezeka katika eneo hilo Ijumaa iliyopita. Wizara ya Ulinzi ya Ghana ilisema kuwa mmoja wa askari ambaye alipata majeraha mabaya miguu yote miwili na nyonga amefanywa upasuaji baada ya kupelekwa Beirut na kwa sasa anaendelea kupata nafuu. Mitandao ya kijamii ilijaa video zinazoonyesha uharibifu mkubwa wa vifaa vya vikosi hivyo vya kulinda amani vya Ghana.
Tukio hilo linakuja wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka na kuzua wasiwasi kuhusu usalama wa wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa waliotumwa kusaidia kudumisha utulivu kwenye mpaka wa Israel na Lebanon. Na huko nchini Nigeria, watu waliojihami wametekeleza msururu wa mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi katika jimbo la Borno kaskazini mwa nchi hiyo, kulingana na vyanzo vya ndani na taarifa zilizotolewa na kundi la waasi. Ripoti zinaonyesha kwamba wanajeshi kadhaa wamepotea baada ya mashambulizi hayo ambayo yalilenga maeneo ikiwa ni pamoja na Konduga, Dalori, Jakana na Marte. Ripoti za ndani pia zinaonyesha kuwa baadhi ya maafisa waliokuwa kwenye doria walipotea. Kundi la Islamic State West Africa Province ambalo ni tawi la kundi la Islamic State limekiri kuhusika na mashambulizi hayo kupitia shirika la habari linalohusiana na ISIS la Amaq. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mote. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yakikujia kupitia FM na radio wa shirika. Nchini Tanzania unaweza tupata kupitia Abud FM, Radio Kwizera, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio 1, Loliondo FM na hata Zenji FM huko visiwani Zanzibar. Ukiwa Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Most FM, Wanedu FM, County FM, Nyota FM pamoja na Gulf Radio. Na nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Mimi naitwa Roncliffe Odit. Tuanze matangazo yetu huko Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ya Iran dhidi ya Israel na nchi za Ghuba yanaendelea kwa nguvu kali. Mamlaka nchini Bahrain zinasema watu 32 walijeruhiwa katika shambulio lililotokea kusini mwa mji mkuu Manama. Hii ni idadi kubwa zaidi ya waathirika katika shambulio moja la Iran. Maafisa nchini Qatar wamewakamata zaidi ya watu 300 kwa kutuma picha na video za kile walichokiita taarifa zisizo sahihi wakati wa mashambulizi hayo nchini Iran. Elizabeth Kaziburi anatufungulia matangazo yetu jioni hii. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, milipuko inaendelea kusikika katika mataifa ya Ghuba, huku watu wasiopungua 32 wakijeruhiwa nchini Bahrain kufuatia shambulio la ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Allahu Akbar! Jeshi la ulinzi la Israel limesema lilifanya tena wimbi la mashambulizi dhidi ya Iran usiku kucha, likilenga maeneo ya makombora na miundombinu mingine ya serikali, na kuarifu kuwa lilifanya takriban mashambulizi 3400 dhidi ya Iran wiki iliyopita. Raia wa Iran wameieleza BBC kuhusu tukio la mashambulizi yaliyolenga magala kadhaa ya mafuta usiku kucha, wakati Marekani na Israel zikiendelea na mashambulizi yao dhidi ya nchi hiyo. Ilianza kwa mwanga mwekundu uliomulika kila kitu, ukafuatiwa na wimbi lilotikisa mlango, kisha anga likaangaza tena na wingu kubwa jekundu likaonekana. The city is really covered in smoke. Jiji kweli limefunikwa na moshi. Unaweza kunusa harufu ya kitu kinachoungua. Siwezi kuona jua. Kuna moshi mbaya sana. Nimechoka sana. Nimesalia ndani ya nyumba muda wote. I've been indoors all the time. Kwa mujibu wa mashirika ya habari ya ndani yamenukuu chanzo kutoka Wizara ya Mafuta ya Iran kikiarifu kuwa magala ya mafuta yalilengwa katika miji ya Tehran na Karaj, magharibi mwa mji mkuu. Rais wa Marekani Donald Trump ametetea uamuzi wake wa kuishambulia Iran, akisema serikali ya nchi hiyo ilikuwa tishio la karibu kwa Marekani, akitaja mpango wa nyuklia wa Iran. Kwa mujibu wa balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani, mashambulizi ya Marekani na Israel yameua raia wa Iran wasiopungua 1332 na kuwajeruhi maelfu wengine. Hata hivyo, baadhi ya raia wa Iran walioko Tehran wameiambia BBC kuwa wanayaunga mkono mashambulizi hayo. Mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 20 na kitu kutoka Tehran amesema televisheni ya taifa imekuwa ikionya kuwa, nami na nukuu, yoyote atakayesema au kutenda kwa kuiunga mkono Marekani, Israel au Reza Pahlavi, mwana wa Shah wa mwisho wa Iran aliye uhamishoni, atauawa. Waziri katika baraza la mawaziri la Uingereza Steve Reed ameiambia
ameiambia BBC Breakfast kuwa bado hakuna sababu ya kuwa na hofu kubwa kupita kiasi kuhusu kupanda kwa bei ya nishati kunakohusishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Wanachama wa shirika la kimataifa la nishati wote huhifadhi akiba ya mafuta, na akiba hizo zinaweza kutolewa ili kukabiliana na kupanda kwa ghafla kwa bei ya mafuta. Hali kama hiyo ilitokea mara ya mwisho mwaka 2022 baada ya Urusi kuanzisha uvamizi mkubwa dhidi ya Ukraine, na inaonekana kuna uwezekano kwamba jambo hilo linaweza kujitokeza tena wiki zijazo. Hata hivyo, kuongezeka kwa mvutano mwishoni mwa wiki pamoja na picha za uharibifu wa miundombinu ya nishati nchini Iran na katika mataifa ya Ghuba kulifanya masoko yaanze kuwa na hofu kubwa. Sasa swali ni, hali hii itatupeleka wapi? Baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa iwapo kufungwa kwa mlango wa Hormuz kutaendelea hadi mwisho mwa mwezi huu wa Machi, bei ya mafuta inaweza kufikia rekodi mpya zaidi ya dola 150 kwa pipa. Bei ya mafuta itapanda, yaani kiwango ambacho walaji watalazimika kubadilisha mienendo yao ili kuweza kutumia mafuta kidogo zaidi. Kwa mtazamo wangu, kiwango hicho kinaweza kuwa kati ya dola 120 hadi 150, ambapo hali hiyo inaweza kuanza kujitokeza. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa serikali ya China wa masuala ya Mashariki ya Kati, Zhao Jun, ameitembelea Saudi Arabia kama sehemu ya juhudi za upatanishi katika vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika mkutano wake na Prince Faisal, Zhao ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano uliopo kwa sasa katika eneo hilo, akisema mamlaka, usalama na mipaka ya mataifa ya Ghuba vinapaswa kuheshimiwa na kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya raia wasio na hatia au shabaha zisizo za kijeshi zinapaswa kulaaniwa. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia. Kwingineko, Israeli inasema imeanza mfululizo mwingine wa mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Mujtaba Khamenei kuteuliwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran. Serikali ya kijeshi ya Israel imeeleza kuwa ndege na silaha za kijeshi zimepiga vituo vya taifa vya Iran, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya usalama na maeneo yanayohusiana na makombora. Haya yanajiri huku vita kati ya Marekani, Israel na Iran vikiendelea, na Iran yenyewe ikifanya mashambulizi ya kwanza ya makombora dhidi ya Israel chini ya viongozi wake wapya wa kisiasa. Huyu hapa Nasteha Mohamed na taarifa hiyo kwa kina. Sayyid Mujtaba Khamenei. Ni muda mfupi baada ya baraza la wataalamu wa Iran kumteua mtoto wa kiongozi aliyeuawa Ayatollah Mujtaba Khamenei siku ya Jumapili kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Hatua hii ikienda kinyume na kupuuza vitisho kutoka Marekani na Israel vya kumlenga kiongozi ambaye atakayemrithi Ayatollah Ali Khamenei. Siku 9 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kumuua Ayatollah Ali Khamenei na kulitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati katika vita, serikali ya kidini ya Iran kupitia baraza la wataalamu walikutana na kumchagua kiongozi wao mpya. Mujtaba Khamenei ana umri wa miaka 56. Kulingana na taarifa kutoka baraza hilo, ilisema kwamba Mujtaba Khamenei ameteuliwa na kutangazwa kuwa kiongozi wa 3 wa mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa kura ya maamuzi ya wawakilishi waheshimiwa wa baraza la wataalam. Kuteuliwa kwa Mujtaba Khamenei kuna wadia wakati Marekani na Israel wanasema hawataki kiongozi ambaye atakuwa kile walichokitaja kama kiongozi msumbufu katika nchi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Israeli ilitoa onyo kabla ya mtoto wa pili wa Khamenei kuthibitishwa kuwa kiongozi mkuu mpya, ikisema kwamba itaendelea kumfuatilia kila mrithi wa marehemu Ayatollah, sawa na rais wa Marekani Donald Trump ambaye pia alitaka kuchangia katika uteuzi wa kiongozi mpya mkuu wa Iran. This means that nothing is going to change. It's the same path. Mujtaba Khamenei alizaliwa tarehe 8 mwezi Septemba mwaka 1969 katika mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad. Ni mtoto wa pili kati ya watoto 6 wa Ali Khamenei. Alipata elimu yake ya sekondari katika shule ya kidini ya Alavi mjini Tehran. Akiwa na umri wa miaka 17, Mujtaba alihudumu kama mwanajeshi kwa vipindi kadhaa vifupi wakati wa vita vya Iran na Iraq. Vita hivyo vya miaka 8 vilivyokuwa vya mwagaji damu vilifanya utawala wa Iran kuwa na mashaka zaidi dhidi ya Marekani na nchi za Magharibi ambazo ziliunga mkono Iraq.